katika jambo ambalo linabainisha wazi tuliyoyasema katika khutba ya kwanza, ni jambo ambalo limezuka katika jamii yetu, jambo la kuibiwa sehemu za siri. Jambo hili Waislamu wengi hasa vijana hawakulibeba kwa mtazamo wa dini ya Kiislamu. Hili jambo likawaingiza vijana wengi katika ashirku billah, jambo kubwa la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya ujinga wa kutofahamu na kutoelewa mafundisho ya dini yao. Jambo kubwa la ushirikina na namna alivyokemewa na kutahadharishwa na kulaaniwa katika dini yetu, leo hii Waislamu wengi hasa vijana wanaingia katika jambo hili bila kujali na bila kuuliza wenye ufahamu na wenye maarifa sahihi, na bila kurudi kwa mashekhe na wataalamu wa dini hii ya Uislamu, kwa sababu ya kutofahamu mafundisho ya dini yao. Wakaigemeza ibada ya al-isti'adha, ibada ya kutaka kinga kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakaacha kutaka kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kujiegemeza kwake yeye na kurudi kwake yeye, wakajielekeza kwa makhluk, kwa viumbe ambavyo haviwezi kuwanufaisha wala kuwadhuru, kwa sababu wameacha msingi wa tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha ndani ya Qur'ani madhara ya kumshirikisha yeye. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, hakika yule ambaye atamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyu Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia pepo, hatapata harufu ya pepo. Faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar, na mtu huyu mafikio yake ni motoni na atakosa mwenye kumnusuru na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia pepo yule ambaye atakufa hali ya kuwa kamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi kushirikishwa. Yeyote ambaye atakufa hali ya kuwa kamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, huyu hatapata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia madhara makubwa ya ushirikina. Vijana wangapi katika jambo hili wameingia kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ima kwa kujua au bila kujua. Wakavaa mapini, rababendi, wakitaka isti'adha, wakitaka kinga kwa ajili ya daf'ul bala, kuondosha madhara kupitia vitu hivi. Wakaacha kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hili jambo, ikiwa mtu ameyafanya haya akitaraji vile vitu, ile pini na rababendi ndio itamkinga na shari na mabalaa na madhara, hii ni ashirkul akbar, hii ni shirki kubwa. Akaegemeza matumaini yake na matarajio yake ya kuepushwa na balaa na madhara kupitia vitu hivi. Mtu huyu amefanya shirki kubwa. Lau kama ikiwa atakufa katika hali hii, basi Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia pepo. Na yule ambaye atakuwa anaitakidi mwenye kuondosha madhara ni Allah subhanahu wa ta'ala, yeye peke yake ndio mwenye kunikinga na madhara, lakini hivi vitu ni sababu, mtu huyu amefanya shirki ndogo,
kwa sababu hii sio sababu ya kisheria ya kuepukana na madhara haya. Sababu ya kisheria ni kusoma adhkar katika jambo kama hili, kusoma adhkar na kusoma al-ad'iya al-ma'thura, dua ambazo zimepokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kusoma zile ayat na suwar ambazo ndani yake Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitaka kinga, kama suratul falaq na suratul nas, na ayatul kursi na aya nyinginezo. Hii ndio sababu ya kujikinga na madhara katika jambo kama hili, na sio kuvaa mapini na rababendi. Na ushirikina unamfanya mtu awe na jahili, awe na ujinga, awe na hamaka, awe na umwehu. Kuna mahusiano gani, mafungamano gani baina ya pini na rababendi na kumdhia mtu na mashari na kumzuia mtu na madhara? Kuna mahusiano gani? Kwa sababu ushirikina unamfanya mtu awe mjinga, awe ni mwehu, asiyepima mambo katika kipimo kilichokuwa sahihi na maarifa sahihi. Ndugu zangu Waislamu, kama ulifanya jambo hili au una ndugu yako unamjua, rafiki yako, jamaa yako, jirani yako, basi haraka kamnasihi na mlinganie. Ikiwa atakufa katika hali hiyo, basi imma atakuwa ameingia katika shiriki kubwa, na shiriki hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kumsamehe, na Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia pepo. Ni jambo la hatari. Tuwanasihi ndugu zetu na jamaa zetu na marafiki zetu katika jambo hili, na sio jambo la kupuuzwa, na sio jambo la kudharauliwa, kwa sababu ni jambo ambalo linamnyima mtu pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini haya yote sababu ni sisi kutofahamu misingi ya dini yetu, kutofahamu mafundisho ya dini yetu. Tumepuuza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa ni sababu ya kuingia kwenye majambo makubwa ya ashirikiyat, majambo ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika dini hii, atujalie tusimamishe msingi wa tauhid na tuepushe na ushirikina. innahu waliyu dhalika wal qadir alayh. rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.